nchi kavu. Sudi anajua. Chama. Chama cha wananchi kavu. Chama. Chama cha wananchi kavu. Chama. Chama cha wananchi kavu. Jina langu Haru Mohamed Shamis. Niliwahi kuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi, nilikuwa mbunge wa jimbo la Chonga, na leo ndio nilikuwa mwenyekiti wa kikao hichi cha baraza kuu, mwenyekiti wa muda wa baraza kuu la leo. Na tumefanya kikao hichi cha baraza kuu leo tukiwa na akidi ya wajumbe 32, lakini mjumbe mmoja ilithibitika kwamba hakuwa mwanachama, hakuwa mjumbe sahihi. Kwa hiyo 31 wapo. Akidi hii hapa inaonekana, na baraza kuu hili limefikia maazimio. Maazimio hayo nataka yazungumze katibu wangu katika kikao cha leo, kutokana na kidogo sauti yangu si nzuri leo, kifua kikohozi. Kwa hiyo atazungumza Mheshimiwa Mbaruku. Bakari Mbaruku ni mjumbe wa baraza kuu la uongozi la taifa, lakini pia nilikuwa mbunge mstaafu, lakini leo pia nilikuwa ndio katibu wa kikao chetu cha baraza kuu leo tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwanza, baraza kuu limepokea na ukubali barua ya msajili ya vyama vya siasa ya kutengua uongozi wa kitaifa wa mwenyekiti na makamu mwenyekiti ambao uchaguzi wake ulikufanyika kinyume cha kanuni na katiba ya chama chetu. Lakini pili, baraza kuu pia limepokea barua ya kurejeshwa wajumbe 7 wa baraza kuu la uongozi taifa waliokuwa wamefukuzwa uwanachama. Kwa hiyo maazimio ya baraza kuu katika kikao cha leo cha tarehe 20 mwezi wa pili 2026 ni kama ifuatavyo. Kwanza, viongozi wakurugenzi ambao walikuwa wameteuliwa na mwenyekiti Mheshimiwa Lipumba, ambao ametenguliwa kwa kukiuka kwa kanuni, katiba na sheria za vyama vya siasa, leo imebidi watolewe kwa sababu walikuwa sio wajumbe kwa kupigiwa kura na wajumbe wa baraza kuu. Lakini pili, pia tunatangaza uchukuaji wa fomu kwa ajili ya uchaguzi ambao utafanyika kesho, na fomu zitachukuliwa kuanzia leo saa 8 mchana na kurejeshwa hadi kesho saa 2 asubuhi. Lakini pia baraza kuu limeazimia kurejea upya uchaguzi wa mwenyekiti wa taifa, lakini pia makamu mwenyekiti Tanzania bara na makamu mwenyekiti wa Zanzibar, kwa kuanza upya mchakato wa kuchukua fomu kama nilivyosema. Lakini pia baraza kuu limeazimia kutengua kanuni zifuatazo kama ifuatavyo. Kanuni ya 4.1.3 na kanuni ya 6.5.1, na zote zinazozungumzia ada ya malipo ya fomu na utaratibu wa fomu za wagombea kuthibitishwa na katibu wa tawi, kupigwa muhuri na katibu wa tawi au wilaya, pamoja na fomu za wagombea kupelekwa mbele ya kamati tendaji za wilaya kwa ajili ya kujadiliwa na kisha kupelekwa kwa katibu mkuu wa chama taifa. Baraza kuu pia limeazimia kuwa utaratibu wa kulipia fomu itakuwa ni bure, na pia zitatolewa na kupokelewa kwa njia ya mtandao, na baada ya hapo katibu wa wilaya atawasilisha kwa baraza kuu la uongozi la taifa sio zaidi ya saa 2 asubuhi kesho tarehe 21 Februari 2026, siku ya Jumamosi, pamoja na uthibitisho wa uwanachama wa mgombea kutoka kwa katibu wake wa wilaya. Kwa hiyo baraza kuu limeazimia kufanya uchaguzi kesho Jumamosi tarehe 21 Februari 2026 wa viongozi wa kitaifa kwa nafasi ya mwenyekiti wa taifa na makamu mwenyekiti wa taifa bara na Zanzibar. Baraza kuu limeteua wanachama 9 kuwa kamati ya uchaguzi, na pia limeteua wanachama 5 kuwa kamati ya rufaa. Naomba kuwasilisha. Asanteni. Mmesikia tamko la baraza kuu. Kwa hiyo pia na mimi nasisitiza kwenu nyinyi wote wanachama
Hii ni haki ya kila mwanachama. Kama unahitaji kugombea nafasi, kuchukua fomu kuanzia muda huu, lakini uwajibike kesho ikifika saa 1 iwe imewasilishwa kwenye kamati ambayo imetangazwa, kamati ya uchaguzi ya Baraza Kuu. Kwa hiyo nawaomba na ambao wako nyumbani, kwa sababu siku hizi nchi iko dunia kwenye kiganja, nao mwafahamishe makatibu, wajulisheni wanachama wetu huko, lakini pia na ambao mko hapa pia nyinyi mjiandae kama mnahitaji nafasi hizi. Lakini la pili, mmesikia kwa Baraza Kuu limetangaza mkutano kesho, na waomba ndugu zangu ambao mmefika, mnaweza mkawa wakara ambao wajumbe wengine hawajafika, mwambie kwamba kesho baada ya Baraza Kuu la Uongozi la Taifa kupitia fomu za wagombea tutakwenda kufanya uchaguzi, na sehemu ya kufanyia mkutano wetu kwa taarifa zenu ni ukumbi wa Rekam ambao uko jirani na hapa, unauona huo jengo lile la ghorofa, na nadhani kwa siku zote mnafahamu kwamba mara nyingi watu tunafanyia hapa. Kwa hiyo tunawakaribisheni, karibu sana, mjisikie yale mapungufu yatakayokuwepo ni ya kawaida. Nyinyi ni chama hiki, mkilinde, ni chama chenu na tuna haki ya kukitetea. Haki sawa. Asanteni sana.